mwananchi mwenyewe wa eneo husika ambako amani. Amani ni mtaji wa taifa. Safari ya uongozi wa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Kuna taifa ambalo limebarikiwa si kwa wingi wa rasilimali pekee, bali kwa hazina adimu kuliko zote ya amani. Tanzania, taifa lililojifunza kuwa maendeleo hayachanui pasipo utulivu, na utulivu haulindwi kwa maneno tu, bali kwa uongozi wenye msimamo. Tusisahau kwamba kukua au kukuza uwekezaji nchini kunawezekana kutokana na uwepo wa amani, usalama na utulivu wa kisiasa. Amani ikichafuka haichagui. Niwaombe sana, maendeleo yetu, kunawiri kwetu, kupendeza kwetu, kulala na kuamka salama, tutunze amani ya nchi yetu. Tangu aingie katika nafasi ya juu ya uongozi wa kitaifa, Daktari Mwigulu Nchemba amebeba ujumbe mmoja mkuu: amani haichezewi. Ni wajibu wa kila Mtanzania kuilinda, kuienzi na kuithamini kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho. Katika ziara zake za kikazi mikoa ya Songwe na Mbeya, Daktari Mwigulu Nchemba alizungumza moja kwa moja na Watanzania. Hakuzungumza kama kiongozi aliye juu, bali kama mlezi wa mustakabali wa taifa. Lazima nchi yetu iwe na amani. Nawaambia Wanasongwe, nimewaambia na wengine, Tanzania si mali ya serikali. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Si mali ya vyama vya siasa, si mali ya viongozi, si mali ya serikali. Tanzania ni nchi, ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo mnufaika wa kwanza wa amani ya Tanzania ni Mtanzania mwenyewe. Amani ya Mlowo, mnufaika wa kwanza wa amani ya Mlowo hapa ni wewe mwenyewe mwana Mlowo. Haya mengine yote tunayoyasema hayawezi kutekelezeka kama hamna amani. Hatuwezi kushinda vita ya umaskini kama hamna amani. Hatuwezi kushinda tatizo la kukosekana kwa ajira kama hamna amani. Naisisitiza hii kwa sababu kumeanza kujitokeza watu kupuuza masuala ya amani. Kwa sababu yeyote ile iwayo, jambo moja ambalo unatakiwa kulinda ni amani ya nchi yako, kwa sababu bila nchi yako kupata amani, na wewe mwenyewe hupati amani. Mipango yeyote mizuri, ahadi zozote nzuri huwezi kuzipata bila amani. Kwa wale wasoma Biblia, Yeremia 29:7 pale, tena niseme kwa sauti ya mtumishi wa Mungu ninayemheshimu, mtumishi wa Mungu Mwakasege, anasema kwa maana kautakieni amani mji ule, mkauombee kwa Mungu, kwa maana katika amani ya mji huo nanyi mtapata amani. Sema haleluya. Hata Waislamu wanaposema asalamu alaykum wanasema amani iwe juu yenu. Ninyi wana Mlowo hapa mtapata amani kama Mlowo ina amani. Nilipita pale Tunduma nikawaambia, wengine ni visirani vyao vya kwenye vyama vyao, wamekuwa na visirani na washindani wao. Wewe unakuwa na kisirani na Mwigulu, unafanya fujo Tunduma, kumbe kule Iramba wananiita baba, si tunakunywa maziwa tu. Nani sasa aliyekosa amani pale? Kwa ninyi huku mnakosa amani Tunduma hapa, ninyi mnakosa amani Mlowo hapa, sisi kule tunaendelea. Amani, mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe. Amani ya Mlowo, mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe. Aliwakumbusha wananchi kuwa rasilimali za taifa, ardhi, maji, madini na watu haziwezi kulindwa bila mshikamano. Amani kwa mtazamo wake si ukimya wa migogoro, bali ni haki, usawa na uaminifu kati ya serikali na wananchi. Ukiona chui anamshambulia mchungaji, lengo lake sio mchungaji, ni wale kondoo. Rasilimali
Ndio maana watu wanaungana kwa nguvu yote ile rasilimali, wanatambua Tanzania imegundulika uranium, yamegundulika madini adhimu ambayo Tanzania itakuwa nchi ya kwanza Afrika, na mengine yako Songwe hapa, yamegundulika. Tanzania itakuwa namba moja, na yale ndio madini yanayotafutwa duniani kote. Tanzania itakuwa miongoni mwa nchi 9 duniani na ya kwanza kwa Afrika. Na ninyi mnajuaga nchi zikigundua rasilimali, wale wanaomezea mate rasilimali wanafanyaga nini? Ili wazipate wanafanya fujo, na baadaye wanakuja kama wapatanishi, na baadaye wanatoa silaha, watu watapigana, wao wanachota rasilimali. Walifanya katika baadhi ya mataifa hapa. Ninyi hamjawahi kuona? Ninyi mnachukulia mambo poa poa. Yaani Mwalimu Nyerere kaota tangu yuko kijana kwamba tujenge bwawa la Mwalimu Nyerere pale. Rais Magufuli akasema tujenge, wale wakubwa wote walikataa. Yeye akasema tutajenga kwa fedha yetu ya ndani. Mradi ukaanza asilimia kama 27 hivi. Mama Samia akapokea. Zimetumika zaidi ya trilioni 6.5. Mradi ukakamilika. Sasa nchi ina ziada ya megawati zaidi ya 2000 za umeme. Daktari Mwigulu alisimama wazi kupinga ukandamizaji wa haki za wananchi wa kawaida, akisisitiza kuwa maendeleo ya kweli hayachagui tabaka. Mimi mama, naishi na watoto wangu. Nilisaidiwa nyuma na shemeji yangu. Huyo shemeji yangu ndo amefanya mipango yote hiyo ya mtoto wangu mpaka kwenda kubakwa. Nilikuwa katika kituo cha kata, nikiwa kama askari jamii, wakanisaidia, ila pale pale wakanitoa kwa hujuma hizo kama mnampaje hiyo kazi ya askari jamii, wakati huyu dada anahalipi kodi kwangu, naomba mumuue. Ila ni Mungu alinisaidia, nikinywa maji wananiwekea sumu kwenye maji. Ni Mungu alinisaidia waziri. Ndiyo viongozi wote wa serikali, jambo la mwananchi likishafika kwenye mikono ya serikali, ni lazima viongozi tulifuatilie, sio kumwacha yeye aendelee kufuatilia. Naisema hii kwa mara ya mwisho, watendaji wa kata, wenye viti wa vijiji, wa mitaa, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, viongozi ngazi mbalimbali, tarafa, wilaya. Mwananchi akishafika ofisi ya serikali akafikisha jambo lake kwenye ofisi, tunataka serikali ndio ianze kufanyia kazi jambo hili. Mwenyekiti, kama mama asingekutetea hapa, ungekuwa hatiani. Ningeelekeza wote mkamatwe na wahalifu na ninyi ambao hamkuchukua hatua. Haya hatuwezi tukaacha yakaendelea mambo ya ovyo ovyo ya aina hiyo. Tunataka mwananchi akishafikisha jambo kwenye mikono ya serikali, kama hamjapata majawabu, ninyi ndio mpeleke ngazi ya juu. Mnataka huyu mama aende kumtafuta wapi RPC? Huyu mama mnataka aende kumtafuta wapi mkuu wa mkoa? Ninyi kila siku mnakutana na mkuu wa mkoa, mnaenda kukutana na mkuu wa mkoa kwa mambo yenu binafsi badala ya kukutana kwa ajili ya mambo ya wananchi. Mnajadiliana mambo yenu binafsi badala ya kujadiliana mambo ya wananchi. RPC watafutwe hawa wenye tuma, na wasitoke mpaka ukweli ujulikane. Na wale wake mtu ambugudhi huyu mama. Sasa mkuu wa mkoa, simamia usalama wa huyu mama. Haya ndiyo mambo tunayokataa. Mwananchi anafikisha hoja mikono ya serikali, anapigwa danadana, anakwenda na siku nyingine anapigwa danadana, anahangaika mpaka anaishiwa nauli, anaamua kukaa kimya. Siku viongozi wakifika, anaamua bebe bango, na bango hilo ananyang'anywa kabla kiongozi hajafika. Na hapa mlishataka asinione. Siku nyingine, eneo lingine, popote pale, ambaye hachukui hatua na aliyefanya uhalifu, wote wamefanya uhalifu.
hatutaki watu waonewe. Kama hivi juzi nilipata kisa kimoja kwa mama moja hapa Salasala, anaitwa Asha. Yule mama alinunua eneo mwaka 2009. Imeshapita miaka karibu 10, akaenda mtu mwingine akasema yeye ndo kanunua hilo eneo na kuweka na kibanda. Walipoenda kwenye mabaraza ya ardhi ya kata, yule mtu akashindwa kwa sababu ana fedha, akaenda ngazi ya juu, kaenda mahakamani. Alipoenda kwenye mahakama ya wilaya akashindwa, akaenda mahakama kuu. Alipofika kule akaambiwa hajafuata hata taratibu, na kule akashindwa. Mahakama imeelekeza kwamba mwenye haki ni yule mama, lakini yeye kwa sababu ni mbabe, ana fedha, ameendelea kushikilia eneo la yule mama kwa miaka yote hii. Anazungusha tu kukabidhi, akabidhi. Yule mama ameshazunguka, anazungushwa, akitarajia kwamba atamzungusha mpaka yule mama aishiwe nauli, amwachie lile eneo. Sasa namuelekeza ndani ya siku 7 awe amebomoa kile kibanda chake na amrudishie yule mama eneo lake. Ndani ya siku 7 awe amebomoa kibanda chake pale na amrudishie yule mama. Hatuwezi tukawa na utaratibu huu kwamba hata vyombo vya haki vinaamua kwamba mwenye haki ni huyu, alafu kiubabe tu, na kwamba wewe una mali, una fedha, unang'ang'ania tu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitakupatia jina la yule mama ukalione lile eneo. Zikifika siku 7 hajaondoa vitu vyake, peleka vyombo vyenye nguvu zaidi ya yule, nenda kabomoe na mkabidhi yule mama eneo lake. Hatuwezi tukaruhusu watu wanyonge wakawa wanaonewa namna hiyo na wale ambao wana nafasi, wana fedha na wanaweza wakaamini kwamba wanaweza wakapindisha kila kitu. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu kwa watu wanaoonea watu wa chini, haiwezekani. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu hatuwezi tukawapa heshima watu wanaoonea wenzao. Hatuwezi tukafanya ustaarabu kwa watu wanaopora, wanawaonea, wanapora haki zao. Hii haiwezekani. Nilifika na pale Dodoma nikakuta migambo fulani wameenda wakachukua biashara, bidhaa za machinga moja, wakachukua mtaji yote $500 sio na 40, wakachukua mpaka na mkokoteni. Niliwaambia ndani ya masaa 24 warudishe, wasiporudisha wakamatwe kama wezi wengine na wawajibishwe kwa hilo. Katika mapambano dhidi ya rushwa, msimamo wake ulikuwa bayana. Rushwa ni adui wa amani, adui wa haki na adui wa maendeleo. Kupitia kauli na vitendo, aliweka msisitizo, uwajibikaji, nidhamu na matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Watumishi wengine wa umma wanatoa hati, wanakuwa na hati ya ahadi ya uadilifu ambayo haiwalazimishi kuweka wazi mali zao. Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo lifanyiwe kazi upya. Hili ni eneo lifanyiwe kazi upya, kwa sababu wale wanaohusika, wale walioko kwenye maeneo ambayo yana chemichemi ya rushwa kwa kiwango kikubwa, wao hawalazimiki kuweka wazi mali zao na wala hawalazimiki kujaza tamko hilo la mali pamoja na madeni. Sasa madhara yake, kwa kuwa hawa wanaofanya shughuli hizi za manunuzi hawalazimiki kutaja mali zao,
na wala hawajazi fomu hizi za maadili ya viongozi wa umma. Wanaojaza ni viongozi wa umma. Hii inatengeneza mwanya wa kwamba fomu zinajazwa kikamilifu, zinajazwa na watu ambao katika baadhi ya maeneo hawako kwenye maeneo yenye chemichemi yenye changamoto kubwa ya rushwa. Kwa mambo yanaendelea kila mwaka, tunakuwa na routinary, tunakuwa tuna kautamaduni ka kujaza fomu kila mwaka, unaisha tunajaza, unaisha tunajaza, unaisha, na kila mwaka ukiisha pia na masuala ya rushwa yanaendelea kila mwaka ukiisha. Hili lazima liangaliwe upya, na Mheshimiwa Waziri, yabainishwe maeneo ambayo yana rekodi za rushwa, yanajulikana, maeneo ambayo yana viashiria, maeneo ambayo kila mtu anajua hapa kuna jambo huwa linafanyika mara kwa mara. Kwa sababu ya mapungufu ya kisheria wale watu wanakwepa. Yabainishwe, hayo ndio yapewe kipaumbele. Mfano, manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za maadili. Hivi kati ya naibu waziri na mjumbe wa kamati za tenda, nani yuko likely kukutana na rushwa kiurahisi kila wakati? Ni mjumbe. Wapo watu ambao ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda ikishatangazwa tu wanaiwekea dau yote, na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaotafuta. Mwingine nyumba, mwingine gari, mwingine anafunguliwa akaunti, fedha. Na jambo hili linapangwa kuanzia bajeti inavyotengenezwa ya mradi, inajumlisha na bajeti ya rushwa. Siku waziri ukipitisha bajeti pale, unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Wewe unampelekea fomu naibu waziri, wenzako kule jambo lao lote limepita. Wakienda kwenye viapo, wao wanatakiwa tu ajaze hati ya uadilifu. Hataji alivyoingia alikuwa na nini, sasa ana nini. Wewe unahangaika na mbunge kwa sababu jambo la rushwa likisemwa kwa mwanasiasa lina ladha zaidi. Hatuwezi tukaendelea na utaratibu wa kwamba kwenye nchi hii wawepo wengine wana access zaidi ya keki wanachukua na kwa niaba ya wengine, alafu na wengine wakawa wanaugulia ugumu. Lazima mtu aogope mali ya umma. Ndio ambaye hataki kuwa na self discipline, kuwa na nidhamu binafsi, tumlazimishe sisi serikali kuogopa kugusa mali ya umma. Katiba imesema waziri mkuu ndo atatekeleza ama atasababisha mambo yoyote au jambo lolote ambao rais anataka litekelezwe. Moja ya eneo ambalo Mheshimiwa Rais ameshalisema mara kadhaa ni uadilifu kwenye haya masuala. Sasa hii ni taasisi inayotakiwa kusimamia hili. Simamieni kuanzia kwenye sheria, kanuni na kwenye utekelezaji. Sema tutakuwa na zero tolerance kwenye corruption. Anayedhani ni mzaha na ajaribishe ili tumtolee mfano. Wewe tukaruhusu mambo ya aina hiyo ambayo yanawanyima haki wananchi ya kufurahia matunda
ya rasilimali zilizowekwa ndani ya nchi yetu kwa usawa na wakanufaika wachache. Uongozi kwake haukuishia kwenye majukwaa, ulikuwa ni safari ya vitendo. Daktari Mwigulu alifanya ziara ya kutembelea na kukagua miradi ya maendeleo, akihakikisha kuwa ahadi zinageuka kuwa matokeo. Katika sekta ya afya, alisisitiza umuhimu wa huduma bora na miundombinu inayomfikia kila Mtanzania vijijini na mijini. Nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa nchi nzima mahitaji haya yalikuwa yanapatikana Muhimbili peke yake. Haya mambo ni mazuri sana, watu tuwe tunakumbushana. Na Rais Samia ni rais wa 6, yangekuwa mambo mepesi yangekuta yote yalishafanyika. Kwa hiyo ni vizuri tukajua hizi ni jitihada za makusudi zimefanyika, tena jitihada zinazozingatia utu. Eneo mojawapo na la msingi sana ambalo linazingatia utu ni afya ya mtu. Sasa umeongelea Lindi, lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Ruvuma, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Mbeya, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwenu Kigoma, hapo kuwepo na huduma za aina hii. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu Singida, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu Mwanza, hivyo ilivyokuwa kwetu Simiu, hivyo ilivyokuwa kwetu Mara. Ndani ya miaka 4 na sehemu, Mheshimiwa Rais ameweka hizi CT scan mikoa yote 26 ya Tanzania bara yote, na MRI katika hospitali katika kanda, kuweza kurahisisha huduma zingine za kibingwa za namna hiyo. Kwa hiyo mimi nielekeze kitu kimoja tu, Mheshimiwa Naibu Waziri, huko hapa kumekuwepo na kilio maeneo mengi ya zile dawa mahususi kukosekana. Tuna hospitali nzuri na majengo mazuri na huduma nzuri za vipimo vinapatikana vya kisasa ambavyo mtu akipelekwa India anatumia vipimo kama hivi. Inatokea tuna madaktari wazuri, na Mheshimiwa Rais ameelekeza ndani ya siku 100 waajiriwe wengine 5,000. Kumekuwa ikijitokeza mgonjwa anaonana na daktari bora kabisa, bingwa, vipimo vinaonesha, vinatambulika anachoumwa, inaonekana dawa ile mahususi anayotakiwa kutibiwa haipatikani hospitalini. Hili limekuwa likileta dosari, na wagonjwa wakielekezwa wakatafute dawa kwenye kioski ama kwenye duka la dawa lililo jirani. Sasa hospitali kubwa kama hii inatakiwa iwe na duka la dawa na inatakiwa iwe na dawa zote ambazo ni za muhimu na zinahitajika. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, fuatilieni kitengo chenu kile kinachotafiti aina ya dawa, kifuatilieni vizuri, na bohari ya dawa yenyewe inayonunua, inayoagiza dawa, ifuatilieni vizuri, isije ikawa zinafanyika janja katika baadhi ya maeneo. Haiwezekani hospitali kubwa kama hii ikose dawa, alafu duka la mtu binafsi tu yuko pale kioski kipate zile dawa. Kwa hiyo fuatilieni kitengo kinachotafiti ni aina gani ya dawa zinatakiwa Lindi, zipatikane hizo. Kama duka binafsi linapata, hospitali inakosaje? Na bohari yetu inayoagiza dawa na yenyewe izingatie mgawanyo wa dawa. Katika sekta ya maji, mradi wa bwawa la Kidunda ulionekana kama alama ya dira ya maendeleo ya muda mrefu: kulinda vyanzo vya maji, kuhudumia miji inayokuwa na kuimarisha usalama wa rasilimali kwa vizazi vijavyo. Muendelee kutoa elimu na kusimamia vyanzo vya mito hii ambayo tumeelekezwa leo hapa, kwa sababu hapa tulipo sio chanzo, hapa ni eneo la mradi. Tusipotunza vyanzo, tutakuwa na mradi lakini hauna maji. Kwa tuzingatie kutunza vyanzo
vya hii mito ambayo ndio tunatarajia ilete maji hapa. Waelimisheni wananchi, lakini pia msimamie ili maji yaweze kujaa kwenye bwawa hili. Maelekezo haya yanayoyatoa yanaenda sambamba na maeneo mengine pia ambayo ni vyanzo vya maji yanayotumika katika miradi ya kimkakati. Fikiria mradi kama wa bwawa la Mwalimu Nyerere, tumejipinda namna hiyo, kila Mtanzania tukapata zaidi ya trilioni 6.5. Leo hii tuje tuathiri vyanzo vinavyotakiwa kupeleka maji kwenye eneo hilo. Hivyo hivyo na hapa tumejibana fedha za Watanzania wenyewe ili tutatue tatizo la maji pamoja na umeme pamoja na umwagiliaji. Leo hii tuje tuathiri vyanzo, tuathiri na mradi wote kwa ujumla huu ambao tumeweka. Kwa hiyo tuendelee kusimamia maeneo hayo, masuala ya aina hiyo yanayohusiana na kutunza vyanzo vya maji. Katika mwambao wa kusini mwa Tanzania ipo bandari ya uvuvi ya Kilwa ambayo ni sehemu ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba alipata fursa ya kutembelea bandari hiyo. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema itajengwa bandari ya uvuvi ya kisasa kama zilizoko Ulaya na mataifa mengine, itajengwa hapa. Na imejengwa kwa fedha za Watanzania. Na haya si maneno tu, ninyi wenyewe mnashuhudia huu mradi. Mimi nimezungushwa, nimeuona, ninyi mko nao hapa mradi huu, mnaushuhudia. Zaidi ya bilioni 280, na unaenda kutengeneza ajira, unaenda kuongeza kipato cha Watanzania wanaojishughulisha na sekta ya uvuvi. Na pamoja na changamoto za kidunia za kiuchumi, mradi haukukwama. Hii ndio maana halisi ya uongozi unaoacha alama. Hii ni mali ya Watanzania, inaenda kuwapa kipato Watanzania, inaenda kubadili maisha ya Watanzania, inaenda kuongeza pato la taifa la Watanzania, inaenda kutengeneza ajira. Nimeambiwa ajira ukiweka na mnyororo wake ni zaidi ya 30,000. Na hapo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii anaendelea na programu zingine zinazoendana na kutengeneza ajira, ikiwemo kugawa boti, ikiwemo uvuvi wa vizimba pamoja na mambo mengine yanayofanana na hayo, na uboreshaji wa maeneo mengine ya uvuvi yaliyoko kando kando mwa bahari kuu. Hivi ndivyo matatizo ya Watanzania yanavyopaswa kutatuliwa, na hii inatoa jawabu la kupunguza umaskini, na hii inatoa jawabu la kuongeza kipato. Safari ile iliyoandikwa kwenye dira ya 2050 inaanza na miradi mikubwa kama huu ambao hatukuwahi kushuhudia ndani ya nchi yetu. Kwa Dr. Mwigulu Nchemba, amani si kauli mbiu, ni sera ya maisha, ni msingi wa usawa, nguzo ya maendeleo na dhamana ya taifa. Mataifa hujengwa kwa maamuzi ya leo, na katika kila ziara, kila ujumbe na kila mradi, ujumbe wake unabaki kuwa ule ule: ilinde amani, linda haki, linda maendeleo. Hadi kufikia hapo, tumefikia tamati ya makala yetu hii maalum. Hadi wakati mwingine, asanteni na kwaherini.